الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، awali yote nichukue fursa hii kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake na ihsani kubwa. Ndugu zangu, watu wengine kuzungumza itakuwa ni ngumu sana kwa leo. Kila mmoja ana namna yake. Lakini niseme tu mwanadamu ana hali mbili. Mwanadamu ana hali ya kufurahi na hali ya kuchukia. Asili ya mwanadamu anapozaliwa lazima alie. Ndio watu watasikia raha pia. Mwanadamu akizaliwa tu, kitoka tumboni mwa mama yake lazima alie mwanadamu. Na wakunga wote wanajua pia. Kama mtoto atazaliwa kesha asilie, basi wakunga wataalamu wanajua mahala gani mtoto yule aguswe, atapigwa hata kibao cha ukunga mpaka yule mtoto akishalia, basi watu wote watafurahi, watapika na vigelegele pia. Huyu ndio mwanadamu yuko namna hii. Lakini ni nini kinachotarajiwa? Mwanadamu anatakiwa sasa atarajiwe baada ya kuwa ametua katika uso wa ulimwengu, uso wa dunia, akiwa analia na watu wanafurahi, watu wanacheka, wanashangilia, basi tarajio kubwa ni mwanadamu huyo aondoke katika maisha ya ulimwengu akiwa anafurahi na watu sasa iwe ni zamu yao kulia. Hapo itakuwa imekaa sawa sawa, kwamba sasa mwanadamu aondoke katika maisha haya akiwa anafurahi, ni mustarihun. Kwa sababu mwanadamu katika kuondoka kwake kuna wa aina mbili, kuna mustarihun na mustarahun. Kuna yule ambaye wastarehe kwa maisha yake na mahusiano yake na muumba wake namna ilivyokuwa, na baada ya kuisha kuwa amekufa sasa namna alivyoonyeshwa huko aendapo anakuwa ni mustarihun, ni mwenye kustarehe mwanadamu huyo. Na asiwe ni mustarahun, asiwe ni yule ambaye mtu ameondoka akawa ni mwenye kustarehekewa kwa kule kuondoka kwake, watu wakashukuru kwamba afadhali ameondoka huyo. Asiwe mwanadamu namna hiyo. Kwa hiyo ni jukumu letu kila mmoja ajitazame katika utengezaji wa maisha yake, ni nini unatarajia baada ya kuondoka kwake. Anta mustarihun au mustarahun? Wewe utakuwa ni mwenye kustarehe au utakuwa ni mwenye kustarehekewa? Fal insanu hadithun, mwanadamu ni historia. Ndio haya unaona leo anazungumzwa hapa. Kila mmoja asema kumzungumza Sheikh Ibrahim kwa dakika 15, nusu saa, siju kwa siku, ni jambo kubwa mno, ni jambo lisilowezekana. Wiki iliyopita wakati tukiwa naye pale Kilosa, Sheikh Ibrahim tuwazungumza mengi, lakini yote ni hayo. Sheikh Ibrahim ukikaa naye dakika 3-2, jambo la dini lazima mzungumze jambo la dini. Aniambia jitahidini sana kuzungumza dini. Na hata tukazungumza mengi, hata tulipoachana pale Kilosa siku 3 mbele, tukao tuzungumza naye masala. Aniambia masala haya jitahidini kuyafikisha hata kwenye majmaa zetu za Ashabul Kafi na kwenye mimbari mbalimbali za siku ya Ijumaa. Jitahidini kuzungumza haya. Tulizungumza mambo 3. Jambo la kwanza tulikuwa tukizungumza naye, asema nani mwenye haki zaidi katika jinsi tulikuwa tuzungumza mpaka tulifika mahala tukaingilia hapo mahala. Nani mwenye haki zaidi kati ya mke aliyekufa na kaacha mumewe na ana mawali zake? Nani mwenye haki zaidi katika utawalia ile jambo? Nani mwenye haki zaidi kisheria? Basi tukazungumza naye. Tulivyozungumza naye, mwisho aniambia haya masala jitahidini kuyafikisha katika majmaa zetu za Ashabul Kafi na hata katika mimbari za misikiti, ili watu wajue haya masala. Kisha jambo jingine pia ni akina nani wenye haki zaidi katika kutawalia swala la kumuosha maiti. Jambo leo limekuwa na kizungumtiti hilo, aniambia Sheikh Makange. Lakini jambo jingine pia katika uswaliaji, ni nani ndio mwenye haki zaidi kutawalia katika uswaliaji ule jeneza lile mtu ambaye amekufa. Tukazungumza mambo alhasil katika mambo ya dini. Kwa ndugu zangu, binafsi kwa niaba ya Waislamu, wapenzi, marafiki, jamaa wa Sheikh Ibrahim Makange kutoka mji mdogo Kibaigwa mpaka Dodoma, pia nawasiliana nao
pale barabara 8 kwa mudiri wa Zaharau markazi pale, pia naye ameguswa kiasi kikubwa mno, sababu Sheikh Ibrahim Makange toka mudiri wa pale akiwepo Sheikh Abbas bin Abdurrabbi alikuwa ni mpenzi wake, na pale alikuwa ni maarufu katika harakati za dini, na hata taarifa hizi pia ni watu wameguswa kweli kweli. Kwa hiyo tumuombee Mwenyezi Mungu ampe wepesi pale ambapo ameteleza kama mwanadamu, kama papo, basi Mwenyezi Mungu amsahilishe mambo hapo, lakini tunataraji ni mtu mwema. Kwa haya tunayozungumza, tunataraji Sheikh Ibrahim ni mtu mwema, na Mwenyezi Mungu ampokee kwa sharafu ya mwezi wa Ramadhani tuliokuwa nao, kwa sharafu na siri za wanaochuoni wakielezea khawais za mtu mwema, hasa mtu ambaye ana bishara, ana alama, ana historia za wema. Kufa usiku wa Ijumaa na kuamkia mchana wa Ijumaa kuna siri kubwa mno, na tunataraji huyu atakuwa ni katika miongoni mwa watu wenye siri kubwa, atakuwa ni mtu katika watu wenye daraja kubwa kwa fadhila tu hiyo ya Ijumaa ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani, alafu akafa usiku wa Ijumaa, alafu akaamkia, na kama atazikwa leo hii itakuwa ni bora mno, tutakuwa tumefukuzia ule sharafu ya usiku ya Ijumaa. Wa ila huna aqul assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.